Nikukaribishe katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema kwamba kwa sasa haikubali uonevu wala haikubali mashinikizo kutoka kwa Marekani, huku rais wake Masoud Pezeshkian akisema kwamba wa Iran hawatokubali kamwe kuwa chini ya mikono ya watu wengine. Iran inataka uhusiano wa kuheshimiana lakini si kudharauliana. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa ukoloni na unyonyaji havitakuwa na nafasi katika dunia ya leo na hata ya kesho ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na anasisitiza tena dhamira ya Iran ya kuendeleza mahusiano ya kirafiki yanayojengwa juu ya kuheshimiana na maslahi ya pamoja. Katika ujumbe wake aliouandika katika ukurasa wa X, Rais Masoud Pezeshkian alisema sera ya kudumu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kupanua uhusiano wa kirafiki kwa kuheshimiana na kwa misingi ya maslahi ya pamoja. Sera ya ukoloni na unyonyaji haina nafasi katika dunia yetu ya sasa na ya baadaye, aliandika rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian. Rais Masoud amesisitiza kuwa utambulisho wa Iran umetokana na uvumilivu pamoja na kusimama kidete dhidi ya dhulma. Ameongeza kuwa kama ambavyo uvumilivu umejikita katika utamaduni za watu wetu, mapambano dhidi ya dhulma yamekuwa yakimulika katika historia ya ardhi hii, huku akisisitiza kuwa utambulisho huu utaendelea kuinua juu ya jina la Iran. Ujumbe huo unakuja wakati Iran ikistahimili vita viwili vya kichokozi vya Marekani na utawala wa Israel katika kipindi cha mwaka uliopita, na mashambulizi ya hivi karibuni yaliyoanzishwa tarehe 28 Februari kupitia mauaji ya maafisa wa ngazi ya juu na makamanda wa jeshi la Iran yaliyoua zaidi ya Wairan 3,000 na kuharibu miundombinu ya kiraia katika maeneo mbalimbali nchini humo. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran lilijibu kwa mashambulizi makali dhidi ya kambi na mali za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na kambi za kijeshi za Israel zilizopo katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Tangu Februari 28, Tehran imeweka udhibiti mkali katika mlango wa bahari wa Hormuz, ikizuia meli zinazomilikiwa na wahusika wa uvamizi huo au wale waliounga mkono vita hivyo. Wakati huo Marekani imeweka mzingiro wa baharini usiokuwa halali dhidi ya bandari na meli za Iran. Tangu Aprili 13, hatua inayokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanikishwa na Pakistan kati ya Tehran na Washington. Iran imesisitiza kwamba haitaufungua tena mlango wa bahari Hormuz, njia muhimu ya kimkakati ambayo mzingiro wa Marekani unaendelea pia. Wa Iran wamesema kamwe hawatarudi nyuma, na wamesema kwamba sasa watahakikisha wanapambana hadi tone la mwisho. Wa Iran kupitia viongozi wao mbalimbali wameweka wazi kwamba ili waweze kushinda vita dhidi ya Marekani na Israel, vita walivyovita vita vya udhalimu, wanapaswa kupambana wakati wote. Wanapaswa kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa na hakuna dhulma ambayo itaweza kuingia ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wa Iran wako wazi. Wa Iran wanahitaji mapambano ya hali ya juu katika kulinda maslahi yao, anasema Rais Masoud Pezeshkian. Kadhalika viongozi wengine ikiwemo spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf wameapa kwamba kamwe Iran haitapiga magoti na kuwakubalia wazungu, kwa maana ya Marekani ambayo inashirikiana na Israel katika kampeni yake ya kutaka kunyonya kile ambacho wa Iran wanasema ni rasilimali za watu wa taifa hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.